Habari ya leo wapenzi watazamaji, karibu sana kwenye chaneli yetu ya Penikia Afya. Na leo tuko kuzungumzia somo muhimu sana hasa kwa wamama wajawazito, nalo ni je, kutokwa na uchafu sehemu za siri au mweupe kwa mama mjamzito unasababishwa na nini? Na je, hii hali ni ya kawaida au ni tatizo? Watu wengi wamekuwa wakipata hii shida au wakipitia hali kama hiyo. Wengine wamepata hofu, lakini wengine wamekuwa wajali kwa kutojua kwamba hii ni changamoto au ni hali ya kawaida. Uchafu mweupe ni nini kwanza? Kwa mtu ambaye hajui, kwanza kabisa uchafu mweupe ni kwa mama mjamzito, kwanza kitaalamu ni hali ya kawaida ambao ni uchafu ambao unatoka, ni hali ya kawaida. Labda ukizidi, huu ni ute wa asili unaotoka ukeni, lakini pia mara nyingi huwa ni mweupe wa wazi au hauna harufu kali na hauna miwasho wala maumivu ya aina yoyote. Na kitu ambacho unakuwa haukijui kwa sasa hivi ni kwa wajawazito wengi hali hii huwa ni ya kawaida kabisa na sio ugonjwa. Lakini pia kuna sababu ambazo zitakufanya wewe uone huo uchafu mweupe ukiwa ni mjamzito. Sasa tuangalie sababu ambazo zinaweza kufanya ukauona huo uchafu mweupe. Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya homoni. Wakati wa ujauzito homoni nyingi huwa zinaelekea kwenye kizazi, au unaweza ukauita kwamba kuna homoni inaitwa estrogen. Hiyo homoni huongezeka sana mwanamke akiwa mjamzito. Lakini pia ni kuongezeka kwa mzunguko wa damu. Pale unapokuwa mjamzito, damu huongezeka na kupeleka kwa wingi kwenye sehemu za uzazi. Lakini sababu ya tatu ni kinga ya mwili kujilinda. Hii ni ute huu mweupe unasaidia kusafisha uke na kuzuia wale bakteria kwenye mfuko wa uzazi wasiingie na kulinda mtoto ambaye anakuwa tumboni. Lakini hii hali ni asili ya mwili kuulinda na mama mjamzito pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Lakini pia unaweza ukajiuliza ni wakati gani ambao huu uchafu utauona. Wakati ambao unaweza ukauona, ingawa mara nyingi ni hali ya kawaida, kwamba kuna wakati uchafu mweupe unaweza ukaashiria tatizo. Kwa hiyo usiseme huo ute unaoona kwamba itakuwa ni hali ya kawaida wakati wote. Unaweza ukakuta wakati mwingine ni changamoto ambayo wewe ulikuwa hujaijua. Mjamzito unapaswa kuwa makini endapo uchafu, kwanza ukiwa na harufu, kuwa makini. Ukiwa na rangi ambayo umebadilika, inaweza ikawa njano, kijani, au ukapata maumivu makali sehemu za siri. Lakini pia kuna miwasho. Ukiona hizi hali, jitahidi sana ukapate vipimo. Lakini pia huo uchafu ukiwa ni mzito kama maziwa mgando ni changamoto, na kuna maumivu wakati wa kukojoa, na dalili hizi zinaweza kuashiria maambukizi kama fungus au bakteria. Katika hali hiyo ni muhimu sana kumuona daktari mapema iwezekanavyo. Na mjamzito ufanye nini ili kuepukana na hizo sababu ambazo zitakufanya wewe ukapata ujasiri wa kutokujiamini, lakini ukawa kwamba hauna afya iliyo nzuri. Mjamzito ufanye nini? Kwanza kujikinga. Kwanza dumisha usafi wa sehemu zako za siri, itakusaidia sana. Jioshe kwa maji safi, ni nzuri zaidi. Lakini epuka kutumia sabuni zenye kemikali au sabuni kali wakati ukiwa unajisafisha. Na vaa chupi za pamba, ni nzuri sana. Epuka kujitibu bila ushauri wa daktari. Unavyoona hiyo changamoto au unavyokutana na hiyo changamoto, muone daktari, ni nzuri zaidi. Nenda kliniki mara kwa mara kwa uchunguzi zaidi. Hiyo itakusaidia sana. Lakini pia kwa kumalizia, kutokwa na uchafu mweupe ukeni kwa mjamzito mara nyingi ni hali ya kawaida na ya kiafya kabisa. Inakusaidia wewe kulinda wewe na mtoto ambaye yupo tumboni. Hata hivyo, mabadiliko ya harufu hii au rangi au miwasho ni ishara ya hatari na haipaswi kuinyamazia au kupuuzwa. Kama umeelewa somo hili, tafadhali bonyeza like, subscribe na uweze kushare kwa watu wengine ambao unakuta wana changamoto kama hizo, waweze kupata darasa na waweze kujua namna ya kujikinga na kupata somo jingine ambalo litakuwa linafuata. Kama una swali au uzoefu, andika comment, tutakusaidia na kumaliza changamoto zako ya uzazi kwa wewe mwanamke na mwanaume, lakini pia kwa watoto.